pamoja na hati safi. Katika ukaguzi wa mwaka 2023-2024 tuna hoja 33 ambazo zimehakikiwa, baadhi zimehakikiwa na kufungwa, lakini tuna hoja za miaka ya nyuma 26 nazo zimehakikiwa na baadhi zimefungwa. Hivyo halmashauri ya Nsimbo imebakia na hoja 40 ambazo ziko kwenye utekelezaji. Pamoja na kupata hati safi, kuna upungufu baadhi yamejitokeza madogo pamoja na kwamba hati imepatikana safi, na haya yanajitokeza tu kwamba wakati wa zoezi la ukaguzi inakuwa ushirikiano kati ya wakaguzi na watendaji, yani nakuwa kuna kupishana kidogo mpaka kitu kinafanyaje, kinaandikwa, kinaweka kwenye maandishi. Basi mimi niombe wakati wa zoezi la ukaguzi, wakaguzi wanapokuwepo hapa siku 21 mpaka 28, niombe commitment kwa management watoe ushirikiano kwa ukaguzi na kutoa majibu fasaha ili kuzuia yale mapungufu yasiandikwe. Unajua kitu kiandikwa kuja kutoka tena ni haya sasa, kuagiza baraza linaagiza management peleka nyaraka kwa mkaguzi, lakini angeweza kutoa ushirikiano wakati ule na kuweza kwamba hoja hiyo wangemalizana na mkaguzi wakati huo. Kwa hiyo mimi niombe ushirikiano wakati wa zoezi la ukaguzi, mjitume tu watendaji na wakuu wa idara waweze kutoa maelezo fasaha kwa mkaguzi, wasitume watu waende wenyewe kwa wakaguzi ili kutoa ushirikiano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hoja ambazo zingine sio za lazima, kama zitakuwa zingine ni kwa ajili ya viambata tu, zingine zitakuwa zabaki ni kwa ajili ya viambata. Na kwa nini iendelee kuwa hoja? Tuombe tu management kwamba wazingatie sana utendaji wa ndani, waimarishe mahusiano ya ndani, ili wakaguzi wanapoingia wasipate tabu kutengeneza hoja. Unajua ukitengeneza mahusiano ya ndani hakuna hoja zingine za kuwepo, kwa sababu itakuwa rahisi, kwa sababu hoja nyingine inasababisha labda na idara fulani, nyingine idara fulani. Sasa nani anatakiwa kujibu kwenye idara ile ili kufanya mambo yaende vizuri? Watu waombe management, wakuu wa idara wawe makini sana katika jambo hili. Waangalie kwa kwenye kitabu kile kama kuna hoja inahusu idara yake, aitafutie majibu ili ifike mahala mapendekezo ya kufutwa iwepo. Lakini tukiendelea kutembea nazo, kwa mfano hizo za Juma, baraza lishatolea mapendekezo siku nyingi, likaelekeza, lakini inaonekana bado zipo tu zimekaa, hazifungwi wala ziendi kokote. Tunaomba utekelezaji ufuate sheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninachokiona hapa kwa kweli halmashauri inakuwa kuanzia kwenye kila kitu kuna ukuaji mkubwa, lakini kubwa zaidi kuna ukuaji kwenye mapato. Mapato yamekuwa kwa kiasi kikubwa sana kwa kipindi cha miaka mitano. Sasa tusikue kimapato alafu tukakuwa na kihoja pia, kwa sababu naona kama zimeongezeka. Msimu uliopita ilikuwa 12, safari 33, japo nyingine zimepunguzwa. Lakini sasa ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti, internal audit atumike vizuri, na kama kitengo hicho hakiko vizuri, basi Mheshimiwa mgeni rasmi mwenyewe anaweza akatusaidia tufanye hivyo, kwa sababu tunapoelekea Mheshimiwa mgeni rasmi, mapato ya Nsimbo sasa tusishangae yakazidi ya manispaa ya Mpanda kwenda mpaka bilioni 5 kwa namna walivyojipanga msimu unaokuja. Ujibuji wa zile hoja haujawa mzuri. Nikiamini tunapoelekea huku mbele, management tutoe majibu sahihi na kwa wakati. Mara nyingi mkaguzi wa nje hawezi kaja moja kwa moja kwenda kwenye mafaili, anaanzia kwa mkaguzi wa ndani. Mkaguzi wa ndani ametimiza wajibu wake, inapokuja kwa hoja kwamba hatukujibu. Na hapa pia amezungumza na kusisitiza, mkaguzi anapokuja anakuomba hebu njoo na taarifa hizi. Amekaa siku ya kwanza mpaka siku 28 hujapeleka, hujatoa ufafanuzi, nyaraka zinazotakiwa hazijawasilishwa, lazima itakuwa hoja tu. Lazima itakuwa ni hoja tu. Hapo sasa ndipo tunapokuja kwamba sisi ni watumishi wa umma. Hebu tuishi kama watumishi wa umma. Twende kwenye kanuni, sheria na taratibu. Na hizi hoja zilizoibuliwa, mathalan Mheshimiwa Mwenyekiti, vifaa
tiba kuto kutumika. Mheshimiwa Rais ameleta fedha za kutosha, vifaa vimenunuliwa. Wananchi wanahitaji kupata huduma, vifaa havitumiki. Vifaa vya zaidi ya milioni 60. Hapa tunahitaji maombi, tunahitaji Roho Mtakatifu. Sidhani. Turudi kwenye uwajibikaji.